Nitajitahidi kwa unyenyekevu mkubwa sana kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kiungo kwa Watanzania wote kama vile mapenzi yake yatavyotaka, kwa sababu nafanya kazi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Musa Azzan Zungu na bunge lako tukufu, Mheshimiwa Naibu Spika, wenye viti wa kamati za kudumu za bunge, bila ya kusahau wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani hizi Mheshimiwa Spika nazo zitoa kwako na bunge lako tukufu, si tu kwa sababu ya kura zote nilizozipata leo hapa ndani, lakini ni kwa sababu ya malezi ulionipatia wewe pamoja na bunge lako kutokea kipindi naingia kuwa mbunge mwaka 2020 na wabunge wenzangu, kwa namna tulivyoshirikiana katika mambo mbalimbali bila kuangalia vyama vyetu. Nimesimama hapa mara nyingi kujibu maswali kama naibu waziri, nimesimama hapa kuwasilisha bajeti. Yote hiyo ni ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, na ninakushukuru sana. Lakini kipekee nishukuru kwa kura nilizozipata leo humu ndani. Kwanza, imeashiria ya kwamba mna imani na Daktari Samia Suluhu Hassan na uteuzi alioufanya. Pili, imeashiria kwamba mna imani na mimi, lakini si imani na mimi tu, imani hiyo imejengwa na kuzaa hiyo imani kwa kuishi nanyi kama wenzangu. Waswahili wanasema, Mheshimiwa Spika, ukikopeshwa utu lipa kwa utu, ukikopeshwa wema lipa kwa wema. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenikopesha utu, amenikopesha wema, na nitamlipa kwa utu na wema kwa kuwa mtiifu kwake. Lakini bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, kwa kura nilizopata leo limenikopesha imani, na nitailipa imani hiyo kwa kutekeleza majukumu yangu kadri Mungu atavyonibariki, ili niweze kufikia yale malengo alionayo rais wangu na nyinyi wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati Mheshimiwa Spika kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa malezi yake. Nilikuwa nikifanya chini yake kama waziri wake ambaye yeye ana dhamana ya kunisimamia kwa sababu ndio kiongozi wa serikali. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Na ninatarajia kuendelea kupata ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yangu, lakini pia nina imani ushirikiano utakuwa mkubwa mwananchi mwenzangu vile vile. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nazungumza ya mwananchi nikamwona Spika kama anataka kuwasha mic, naona niendelee Mheshimiwa Spika. Maneno mengine tutayatoa kwenye Hansard. Mheshimiwa